Kitu kingine ambacho unatakiwa kuwa nacho makini unapokuwa unatengeneza nidhamu ya fedha kwa lengo la kuweza kutimiza maono yako au ndoto zako, unapaswa usiwe na matumizi unapaswa uepuke matumizi yasiyo ya lazima. Matumizi yasiyo ya lazima. Hiki ni kitu ambacho kimeweza kuwafanya watu kuwa watu wa kawaida sana kwenye maisha yao, kwa sababu wameshindwa kujicontrol. Tunasema ni prompt buying. Wananunua chochote ambacho wanakiona kwenye macho yao. Akiwa anatembea tu ameona gauni zuri ananunua, hata alipo kwenye bajeti yake. Anatembea tu amekutana na embe, kwa kuwa na njaa ananunua na kula. Anatembea amekutana na kitu kingine anakula, ananunua, anatumia. Usipojua ni kwamba ukiendekeza matumizi yasiyo ya lazima, basi itakuwa ni ngumu mno kuweza kutimiza maono yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu pesa zitakuwa zinapotea kwenye mianya ambayo haiwezi kuzibika. Na ndiyo maana nimesisitiza sana kuwa na budget. Wewe unajua uelekeo wa pesa zako zinakoenda. Utakapokuwa na budget, hiki kitu kitakuwa kimeepukwa. Kwa hiyo moja pia ya kitu kingine ni matumizi yasiyo ya lazima. Epuka matumizi yasiyo ya lazima. Ukiepuka hiki kitu, basi una uwezo mkubwa wa kuweza kutimiza ndoto zako hasa za kimaendeleo. Lakini kitu cha nne ambacho kipo hapa kwenye nidhamu ya fedha, unapotaka kutengeneza nidhamu ya fedha, kitu cha nne, epuka mikopo. Mikopo isiyojenga. Sasa hapa kuna watu wengine ambao tayari wameshalizwa vibaya sana kwenye mikopo. Kama unataka kutengeneza nidhamu ya fedha, kama unataka kutengeneza nidhamu aidha kwenye mambo ya finance, kwenye mambo ya uwekezaji, unatakiwa kuepuka mikopo isiyojenga. Kumbuka kwamba kama mkopo unaenda kuchukua, hakikisha kwanza unajua unaelekea wapi, kwa nini unaenda kuchukua, uwe na lengo na kitu ambacho unaenda kukiwekeza, basi uwe unakijua 100%. Isipokuwa hivyo, una uwezo wa kupoteza ile pesa au ile thamani ambayo umeenda kuikopa, na hivyo kukufanya wewe kuingia kwenye tabu za kutosha. Lakini pia kama unaenda kukopa, aidha yaweza kuwa unakuja kunusuru maisha yako au maisha ya mtu rafiki yako au mtu mwingine ambaye ni wa thamani kwako. Kama sio lazima, usiwe na tabia ya kukopa, kwa sababu utajikuta katika matatizo makubwa ambayo sio ya lazima. Na kama unataka kutengeneza nidhamu ya fedha ya kudumu, basi epuka kuwa na tabia ya kuchukua mikopo isiyojenga. Ya tano, nidhamu ya tano ambayo unatakiwa kuitengeneza kwenye fedha, kuwa na uwekezaji wa muda mrefu. Uwekezaji wa muda mrefu. Watu pekee ambao wanafanya vizuri katika dunia ya leo ni watu ambao wanafanya uwekezaji wa muda mrefu, long term investment. Na hawa watu wanakuwa na long term perspective ambayo inawasukuma wao kuweza kuanza kuwekeza kwenye vitu vya muda mrefu. Hapa ni janga la vijana wengi sana. Unajikuta anataka leo, kesho apate matokeo. Hawezi kuwekeza kitu ambacho kitamchukua aidha mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitano. Anakosa law moja ya fedha inayoitwa law compound interest. Anakosa nguvu ya mlimbikizano. Kumbuka kwamba kila unachokifanya leo kidogo kidogo kikijilimbikiza kikawa kikubwa, basi hiki kitu kina uwezo wa kuja kufanya mambo makubwa zaidi huko mbeleni. Sasa utakapokuwa hauna tabia ya kutengeneza uwekezaji wa muda mrefu, utajikuta kwamba umekuwa mtu mdogo. Na kumbuka kwamba wewe sasa hivi unakuwa, kuna wakati utakuwa mzee, nguvu zitaisha. Hivi unataka kujiuliza swali kwamba nguvu zikiisha, utakapokuwa mzee, wewe utakuwa unaishije? Utakuwa unaishi vipi nguvu zitakapoisha? Utakapostaafu kazi unayoifanya leo, utakula wapi? Utaishije? Unataka kujiuliza hilo swali?
Na ndiyo maana tunasisitiza sana kwamba unatakiwa uwe na long term investment, uwekezaji wa muda mrefu, kwa sababu ukiwa na uwekezaji wa muda mrefu itakusaidia wewe hata pale utakapokuwa umechoka, hata pale utakapokuwa umezeka, hata pale umri utakapokuwa umeenda, una uwezo wa kuweza kuishi bila kuwa na shida yoyote. Kwa hiyo leo nakuasa kwamba kutengeneza nidhamu kwenye maisha yako, hasa kwenye kusudio lako ambalo lipo ndani yako, sio ombi, ni kitu cha lazima kama unataka kitu chako uweze kukifikia. Kwa hiyo fanya haya ili kusudi uweze kutimiza maono yako.